Habari za wakati mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, bila shaka mzima wa afya. Leo ni Jumatatu ya Agosti 10 mwaka 2026. Nikukaribisha katika habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Msomaji wako ni mimi Eden Bahati. Tuanze na habari za kitaifa. Watu 5 wamefariki dunia kufuatia ajali ya barabarani iliyohusisha gari la abiria na pikipiki maarufu kama bodaboda katika eneo la Ziwani, wilaya ya Chake Chake, mkoa wa Kusini Pemba. Taarifa zaidi na Masanja Mabula. Ajali hiyo imeacha simanzi kwa wakazi wa eneo hilo baada ya gari la abiria kugongana na pikipiki hiyo, ambapo mashuhuda wa tukio hilo wamesema walishuhudia ajali hiyo na kueleza kuwa nguvu ya mgongano huo ilisababisha vifo vya watu hao. Dereva mmoja wa daladala yeye ka overtake, ndo baada ya ku overtake kaenda kukutana na bodaboda uso kwa uso, na hapo vifo vote kutokea. Nyakati za alfajiri tulishuhudia kwa kweli ajali ambao ni bodaboda na gari, na tukatoka kutizama, kwa kweli tukaona wenzetu wako barabarani na tukawafunika kwa kuwastiri. Hali ilikuwa kwa kweli ni mbaya sana. Hiyo wamefariki dunia wote 5. Baiti 4 na 5 unsikia anatolewa kwenye gari na papatuliwa kwenye daina, yani kabano na daina. Daktari wa zamu hospitali ya vitongoji Nasoro Mohamed Ali amethibitisha kupokea miili ya marehemu 5 waliofariki katika ajali hiyo. Maiti hao wa kike alikuwa mmoja na 4 wa kiume. Tuliwafanyia uchunguzi wa kidaktari na kugundua kwamba wamepata majeraha sehemu mbalimbali za mwili, ikiwemo kichwani, tumboni na sehemu nyingine za mwili. Kamanda wa polisi mkoa wa Kusini Pemba Abdallah Hussein Musa ametaja chanzo cha ajali hiyo pamoja na majina ya waliopoteza maisha katika ajali hiyo. Iligongana uso kwa uso na pikipiki yenye namba za usajili Z452 PJ aina ya Boxer ambayo ilikuwa ikiendeshwa na Abubakar Ali Amin, ana umri wa miaka 21, mkazi wa Mzambarauni, ambapo alikuwa akitokea Chake Chake kuelekea Wete akiwa amewabeba abiria kwenye pikipiki hiyo 3. Abiria hao ni Hija Salum Hija, ana umri wa miaka 21, mkazi wa Mzambarauni; Raya binti Masudi Kombo, ana umri wa miaka 32, mkazi wa Masota Wete, pamoja na Salum Ali Sharif, umri wa miaka 28, mkazi wa Mzambarauni. Watu wote 4 walikuwa kwenye pikipiki hiyo. Baada ya ajali hiyo walifariki pamoja na dereva wa gari hiyo. Kufuatia ajali hiyo, watumiaji wa barabara wametakiwa kuchukua tahadhari, kuzingatia sheria za usalama barabarani na kuhakikisha maisha ya watu pamoja na watumiaji wengine wa barabara yanalindwa. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambe amewaagiza viongozi wa vijiji kuwachukulia hatua za kisheria watu wote wanaobainika kubadilisha matumizi ya vyandarua vya kujikinga na mbu wanavyogawia na serikali kwa kufugia kuku na kuzungusha kwenye bustani. Taarifa zaidi na Musa Makali. Vyandarua hivi ni bure. Ni uzinduzi wa zoezi la ugawaji wa vyandarua hapa mkoani Mara, na zoezi hili linafanyika hapa wilayani Bunda. Akizindua zoezi hili, mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi anawataka wananchi kuwachukulia hatua kali baadhi ya watu ambao wanabainika kubadilisha matumizi ya vyandarua hivi. Wanachukua vyandarua hivi wanaenda kufanya uvuvi haramu. Natoa onyo, sema ole wako utakayefanya hivyo. Kwanza nitake jamii yenyewe huko ianze kukushughulikia. Mkiwaona chukueni hatua, msisubiri serikali. Hao wenye tabia za ajabu wachukulieni hatua, lakini niwaahidi tu, mkizembea mimi nitakuja kuwachukulia hatua hao. Katika hatua nyingine, Kanali Mtambi amewataka wakuu wa wilaya pamoja na watendaji kuhakikisha wanasimamia zoezi hili na linafanyika kama ilivyokusudiwa. Serikali imeleta vyandarua kwa wananchi wa mkoa wa Mara katika halmashauri 7 kasoro halmashauri 2, Tarime mji na Musoma manispaa. Wananchi wote wapate vyandarua kwa wakati, na wale ambao watakuwa
walijiandikisha lakini hamuwaoni, muhakikishe wanapatikana. Wakizungumzia zoezi hili, baadhi ya wananchi na hapa wanasema wao watakuwa sehemu ya kuisaidia serikali kuwachukulia hatua kali wale ambao watabainika kubadilisha matumizi ya vyandarua hivi. Watakaosewa kwa ajili ya kutumia vibaya vyandarua, serikali yani ichukue mkondo wake kuwakamata na kuwapeleka katika vyombo vinavyostahili. Mimi naona kama watu wanaotumia tofauti na matumizi ya neti wachukulie hatua. Kwa mfano kama mtu kumkuta na neti labda amewekea kuku, mboga za majani, anamaliza na mbu, lakini sisi wazazi tunachukua, tunaanikia samaki, tunaanikia dagaa, watoto wanakosa haki yao. Kutoka hapa wilayani Bunda mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Asante Musa Makali kwa taarifa hiyo. Wanawake wa jamii ya wafugaji katika wilaya ya Arumeru mkoani Arusha wameonywa kuachana na tabia kuwanywesha watoto wachanga maziwa ya ng'ombe pamoja na vyakula vya nyongeza, na badala yake wametakiwa kunyonyesha watoto wao maziwa ya mama pekee kwa kipindi cha miezi 6 ya mwanzo baada ya kuzaliwa. Hatua hiyo inalenga kumsaidia mtoto kukua kiafya na kuimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa. Taarifa zaidi na Novatus Makunga. Angalizo hilo linatolewa na mganga mfawidhi wa zahanati ya kijiji cha Oldonyowasi katika wilaya ya Arumeru, Daktari Melistela Temba, wakati wa maadhimisho ya wiki ya unyonyeshaji duniani yaliyofanyika kijijini hapo. Kwa nini watoto wanarudiwa na homa mara kwa mara kabla ya miezi 6? Nyewe mnajua sababu. Sasa sababu moja hapo ni hiyo, au unapompa maziwa ya ndama ya kumpa mtoto wa ng'ombe, yani maziwa ya ng'ombe, si anatakiwa ni mtoto wa ng'ombe. Unapoanza kumpa mtoto wako akiwa mchanga, hata saa nyingine mwezi bado, yale maziwa unajua yana virutubisho gani? Ng'ombe anakulaga ugali, ng'ombe anakunywa uji, ng'ombe anakula nyama, ng'ombe si anakula majani. Yale majani nyewe mnajua yana nini? Sasa yale maziwa ya mama yanapotoka ni kile anachokula mama. Maadhimisho hayo yameratibiwa na shirika la Compassion Tanzania kupitia vituo vyake vya maendeleo ya mtoto na kijana kwa kushirikiana na halmashauri ya wilaya ya Arusha. Kuna programu moja ambayo inahusiana na mama na mtoto ambayo inaitwa Survival Program, huduma ya kunusuru maisha ya mama na mtoto. Huduma hii inaanza kuanzia mtoto akiwa tumboni, kabla hajazaliwa, kipindi cha kuzaliwa na baada ya kuzaliwa ikiwa na mwaka mmoja hadi miaka 3. Programu yetu hii imekuwa na mafanikio makubwa ambapo watoto zaidi ya 350 wamenufaika na programu hii. Kwa upande wake, afisa lishe wa halmashauri ya wilaya ya Arusha, Emmanuel Ona, amesema hali ya lishe katika halmashauri hiyo bado inahitaji juhudi za pamoja ili kuhakikisha watoto wanapata mwanzo bora wa maisha. Hali ya lishe kwa ujumla kwa halmashauri ya Arusha DC, hususani kwa jamii yetu ya kiufugaji, si mbaya sana, lakini kwa watoto wachanga kidogo kuna changamoto ya utapiamlo, lakini si mbaya sana na tuna utapiamlo wa kadiri, lakini tunachukua hatua kama kitengo kutoa elimu na kuonyesha mafundisho ya kupika na namna ya kuchanganya lishe ili kuweza kuongeza virutubishi. Kumpa mtoto maziwa ya mama pekee katika miezi 6 ya kwanza ni kumpa afya, nguvu na kinga dhidi ya magonjwa mbalimbali. Ni Novatus Makunga, Channel 10, Arusha. Asante Novatus Makunga kwa taarifa hiyo. Wastani wa hali joto katika miezi ya Juni na Julai umefikia kiwango cha juu zaidi kuwahi kurekodiwa na Ulaya Magharibi, huku wataalamu wakisema ukame wa udongo unachangia kuongezeka kwa hali ya joto. Mtaalamu mkuu wa mikakati ya tabia nchi wa Copernicus, Samantha Borges, amesema udongo unapokauka hupoteza uwezo wake wa kutoa ubaridi wa asili, hali inayoruhusu joto kujikusanya kwa urahisi zaidi. Takwimu zinaonyesha ongezeko la nyuzi 2.79 juu ya wastani wa mwezi Juni uliorekodiwa kati ya mwaka 1991 na 2020, ambapo kwa sasa kiwango kimekuwa kikubwa zaidi, huku sehemu zilizoathirika zaidi ni rasi ya Iberia, Ufaransa, Ujerumani, Austria Hungary na Uingereza. Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga amesema kigezo cha kuongeza muda wa kukamilisha miradi ya maendeleo ya serikali kisiwe kigezo cha kukwamisha juhudi za serikali za kutekeleza miradi mbalimbali, na kuwataka wasimamizi wa miradi kuhakikisha miradi ya serikali inakamilika kwa wakati uliopangwa. Mwandishi wetu Adam Malima kutoka mkoani Mtwara ana taarifa zaidi.
Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga yupo mkoani Mtwara kwa ajili ya ziara ya kikazi ambapo ameweza kutembelea miradi mbalimbali ya maendeleo. Akiwa katika halmashauri ya mji Masasi, amezindua kiwanda darasa cha ubanguaji wa zao la korosho pamoja na kuweka jiwe la msingi la ghala la kuhifadhi mazao. Hata hivyo pia ametembelea na kukagua mradi wa maji wa kutoa maji mto Ruvuma na hadi Mangaka katika wilaya ya Nanyumbu. Waziri Kapinga amezungumza na wananchi na kueleza kwamba serikali inataka kigezo cha uongezaji wa muda wa utekelezaji wa miradi kisiwe kigezo cha kukwamisha mikakati ya serikali. Ndugu zangu, swala la kukamilika miradi kwa wakati halina mbadala. Ni lazima tujenge utamaduni wa kuhakikisha miradi inakamilika kwa muda ambao umepangwa. Extension za miradi haileti picha nzuri kwenye utekelezaji. Aidha, Waziri Kapinga amepiga marufuku kwa taasisi zilizopo wilayani kukwamisha biashara na viwanda vya wawekezaji. Yaani umekuta kiwanda labda hakina mifumo mizuri, usikifungie. Labda kama ni hatari sasa kwa maisha, kama ni extreme case. Lakini ukikuta kuna mfumo huo hujakaa vizuri, mpe siku 7 arekebishe, mpe siku 14 arekebishe, unampa reminder, asiporekebisha mara 2 mara 3 ndio chukua hatua zingine. Sio umefika tu wewe funga, wewe unajua mtaji alipataje? Kiwanda hiki darasa cha kubangua zao la korosho kimekuwa msaada kwa vijana katika maeneo haya ambapo wanajifunza sasa ubanguaji na uongezaji thamani wa zao la korosho. Mimi nilikuwa sina elimu yoyote, kwa hiyo nimekuja hapa nimejifunza mpaka sasa hivi nimekuwa mzoefu na bangua korosho. Huu mradi tumeuanzisha mwaka huu, tumeufungua mwaka huu na tunatarajia kwa mwaka tuweze kuwafundisha wanafunzi zaidi ya 1000 namna ambavyo wanaweza kubangua zao la korosho. Kutoka mkoani Mtwara, Adam Malima, Channel 10. Asante Adam Malima kwa taarifa hiyo. Serikali kupitia hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tanga Bombo imewekeza fedha zaidi ya shilingi milioni 300,800 kwa ajili ya ujenzi, ukarabati na ununuzi wa vifaa tiba kwenye jengo binafsi la kutolea huduma za afya. Taarifa zaidi na Raya Kipingu. Mpango wa serikali katika kuimarisha sekta ya afya ni pamoja na uwepo wa vifaa tiba vya kutosha, miundombinu bora, sambamba na huduma za kibingwa, ambapo uwekezaji uliofanywa katika hospitali ya rufaa ya mkoa Bombo umepunguza rufaa kwa wagonjwa kwenda kutibiwa nje ya mkoa wa Tanga. Tangu tuanze kutoa huduma mwezi Novemba mwaka jana mpaka sasa tumeshahudumia wagonjwa 353, 181 wakiwa ni wanawake na 172 wakiwa ni wanaume. Kitengo kimeongeza uwezo wa hospitali ya rufaa mkoa wa Tanga kutoa huduma za kisasa, tunavutia wagonjwa kutoka ndani na nje ya mkoa pamoja na baadhi ya nje ya nchi kuna ambao tumewahudumia. Akielezea manufaa ya fedha zinazotolewa na serikali katika hospitali hiyo, mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batilda Buriani amesema wanaendelea na utekelezaji wa maagizo yanayotolewa ili kuboresha sekta ya afya. Hospitali hii wana karibu milioni 200 kila mwezi wanafanya kwa ajili ya kusaidia watu wenye mahitaji, kuanzia wale waraimu wa dawa za kulevya, lakini pia wagonjwa mbalimbali na watu wenye mahitaji. Kwa hivyo ile falsafa ya Mheshimiwa Rais kwamba maiti zisizuiliwe, kwa hapa hatuna hiyo kitu kabisa. Naye mwenyekiti wa CCM mkoa wa Tanga Rajabu Abdalla anaeleza namna serikali inavyotekeleza kwa vitendo ilani ya Chama cha Mapinduzi. Huduma hizi kupatikana hapa kwenye mkoa wetu wa Tanga, CT scan, huduma za kusafisha figo na vipimo vingine, ni ishara tosha kabisa kwamba Chama cha Mapinduzi kimejipanga kuwasaidia Watanzania kwenye kuhakikisha kwamba ilani yake ndio dira katika kutekeleza, kuangalia afya za Watanzania zinakuwa imara sana. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Asante Raya Kipingu kwa taarifa hiyo. Iran imesema haina wasiwasi kuhusu mkataba wa ushirikiano wa ulinzi kati ya Saudi Arabia, Uturuki na Pakistani, ikieleza hatua hiyo inaashiria mabadiliko katika mtazamo wa mataifa ya eneo hilo kuhusu Marekani. Mkataba huo uliotangazwa wiki iliyopita unataja kuwa shambulio dhidi ya mwanachama mmoja litachukuliwa kama shambulio dhidi ya wanachama wote, huku kauli hiyo ikiibua mjadala kuhusu athari zake kwa usalama na mizani ya nguvu katika Mashariki ya Kati na Asia Kusini. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Esmail Baghaei, amesema nchi za kanda hiyo zimeanza kutambua kuwa usalama hauwezi kununuliwa kutoka kwa washirika wa nje
akimaanisha Marekani ambayo ni mshirika wa karibu wa nchi zote tatu. Vijana wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Kaskazini Pemba walioshiriki mafunzo ya darasa la itikadi wametakiwa kuishi kwa uzalendo, kulinda misingi na misimamo ya chama pamoja na kuwa mstari wa mbele katika kuimarisha umoja na mshikamano. Taarifa ya Masanja Mabula kutoka Pemba inasomwa studio. Akifungua mafunzo hayo, katibu mwenezi wa CCM mkoa wa Kaskazini Pemba Rashid Hamisi Othmani amesema vijana hao wanapaswa kuelewa na kuishi uzalendo kwa vitendo, huku wakilinda misingi na misimamo ya chama. Na raha ya Chama cha Mapinduzi, ukishajua kanuni, katiba na sheria za Chama cha Mapinduzi, unaishi popote. Hizo utakazoishi nazo hapa ndizo utakazoishi nazo Mwanza, na wala hutogombana na mtu yoyote, kwa sababu ndani ya katiba yetu ya Chama cha Mapinduzi inasema binadamu wote ni ndugu na Afrika ni moja. Nao viongozi na wasimamizi wa mafunzo hayo wamesema vijana hao wanapaswa kuzingatia misingi ya itikadi ya CCM, kuwa wazalendo na kutekeleza majukumu yao kwa uaminifu na nidhamu. Mapinduzi bwana ni chama chenye nidhamu, chenye heshima, twenye viongozi wenye disiplini, wenye uweledi, viongozi waliobobea. Kwa maana hiyo hapa mnakuja kufundishwa darasa la itikadi, isije ikawa tena mnakuja hapa mnaanza kuleta mambo yalikuwa hayaeleweki. Nyinyi mnajengwa sasa. Nikwambia hawa vijana wako tayari kwa chochote. Na hata jambo tunalolifanya mimi na Mr. Nasoro, basi kwa mkoa huu tuseme ni sisi wawili, hakuna mwingine. Tutakuwa ni walinzi wazuri wa chama, kwa sababu unaopata mafunzo si kirahisi mtu kuja na kukudanganya kwa kitu chochote kile. Ni tofauti mtu ambaye kwamba kapata mafunzo na ambaye hakupata mafunzo. Tutapata uelewa kwanza, kujua ni nini CCM, na pia kujua ni nini ambacho kwamba tunatakiwa kukifanya katika chama cha CCM. Pia kujua sisi vijana tuna nafasi gani katika kupitia chama hicho cha CCM. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Asante Masanja Mabula kwa taarifa hiyo. Tuelekee huko mkoani Iringa ambapo serikali imekabidhi magari mawili yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 200 kwa ajili ya kuimarisha utekelezaji wa mradi wa kuboresha miji 45 Tactics katika halmashauri ya manispaa ya Iringa. Mradi unaotekeleza miradi mikubwa mitatu yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 20, ikiwa ni sehemu ya juhudi za serikali katika kuboresha miundombinu na huduma za kijamii katika manispaa hiyo. Miradi inayotekelezwa katika halmashauri hiyo pamoja na ujenzi wa soko, barabara na jengo la mhandisi. Huyu hapa Clement Sanga ana undani wa taarifa hiyo. Halmashauri ya manispaa ya Iringa ni moja kati ya halmashauri 15 nchini zinazotekeleza mradi wa uboreshaji wa miundombinu ya miji Tactics. Akizungumza wakati wa makabidhiano ya magari hayo, mkuu wa wilaya ya Iringa Benjamin Sita amesema mradi huo ni muhimu na kielelezo cha dhamira ya dhati ya serikali ya awamu ya 6 katika kuleta mageuzi makubwa kwenye miundombinu. Miradi ya Tactic ni muhimu sana. Kama mnavyojua, miradi hii imekuja kuboresha sana miundombinu, kuboresha masoko na maeneo mengine ambayo ni korofi katika miji yetu. Miradi hii inafanyika katika majiji mbalimbali na miji mbalimbali, lakini kwetu tumebahatika sana. Tumepata mradi wa soko kwenye eneo la Kiesa, tumepata barabara ambayo pia ina makaravati mengi. Naye mhandisi katika halmashauri ya manispaa ya Iringa Rajabu Msangi anaelezea malengo mahususi ya magari hayo. Magari haya ni mali ya serikali, yanakabidhiwa rasmi kwa mhandisi mshauri mradi kwa ajili ya kuhakikisha shughuli za mradi zinakamilika, na kisha mradi utakapokamilika, mradi huu magari haya yatayarudisha kwa mwajiri. Katika mradi huu wa Tactic unajumuisha ujenzi wa soko la kisasa ambalo lipo katika eneo letu la Kiesa, lakini pia ujenzi wa ofisi ya wahandisi wa TARURA pamoja na manispaa ya Iringa katika eneo la Kiesa, lakini pia kuna ujenzi wa barabara za lami katika kata yetu ya Mkimbizi. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Asante Clement Sanga kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Iringa.
Mlipuko wa kipindupindu wa shamili kaskazini mwa Cameroon baada ya vipindi mfululizo vya mvua na kusababisha vifo 28 kati ya takriban wagonjwa 1000 katika eneo hilo. Ripoti zinasema uhaba wa maji ya kunywa na matatizo ya usafi vinazidisha kuenea kwa mlipuko huo, hasa katika wilaya za Fotoko, Mara, Makar na Korofata nchini humo. Hata hivyo, janga hili linavuka mipaka, kwani nchi jirani ya Nigeria nayo inaripotiwa kuathirika tangu mwezi Mei mwaka huu, huku Chad ikirekodi vifo 13 vinavyohusiana na mlipuko huo wa kipindupindu. Wananchi wa kitongoji cha Ivungwe C, kijiji cha Manga, kata ya Kasokola, halmashauri ya manispaa ya Mpanda, wilaya ya Mpanda mkoani Katavi, wameshukuru familia ya mkazi wa eneo hilo Haji Nkuhi kwa kuwajengea kisima cha maji safi na salama, ikiwa ni moja ya sadaka walioitoa. Taarifa zaidi na Pasco Katona. Wakizungumza na waandishi wa habari, baadhi ya wananchi wa kitongoji cha Ivungwe C wameeleza adha waliokuwa wakiipata kutokana na ukuwepo kwa changamoto ya upatikanaji wa maji. Tulikuwa tunateseka sana. Tulikuwa tunatembea urefu mwingi wa kufuata maji. Wanamama muda mwingi walikuwa wanachelewa kule kutoka kisimani, muda mwingine mpaka unawaza mwana baba kwamba hivi ni maji kweli? Tulipigwa makofi wakina mama tukaambiwa kwamba tunakwenda huko tunakutana na hawala zetu kisimani. Kumbe ni kupitia changamoto za maji. Lakini leo hii tunashukuru mmetutua. Viongozi wetu wametutua ndoo kichwani. Mbunge wa jimbo la Mpanda mjini Aida Lisumdi akizungumza na wananchi wa kitongoji hicho amesema kuwa atasimamia kukitunza kisima hicho kilichotolewa msaada kwa wananchi wa jimbo lake. Nitafurahi kuona jitihada ulizozifanya ziwe za muda mfupi. Kwa hiyo katika kipindi nitakuwa mbunge, nitaendelea kuhakikisha kisima hiki kinaendelea kufanya kazi bila kukusumbua wewe. Kama zitakuwepo changamoto ndogo ndogo, mimi nitaendelea kukihudumia. Hata hivyo, mmoja wa familia waliotoa sadaka ya kujenga kisima hicho cha maji safi na salama kwa wananchi wa kitongoji cha Ivungwe C, Fancy Haji Nkui, amesema wanasema ukitoa sadaka isipokubalika inamaanisha sadaka yako au nia yako haijawa safi. Kwa hiyo kwa niaba ya familia ya marehemu mzee Haji Nkui tunasema asanteni sana kwa kupokea ambacho tumemkusudia mzee wetu. Naitwa Pasco Katona. Waachana tena. Asante Pasco Katona kwa taarifa hiyo. Mkuu wa wilaya ya Mafinga Dr. Linda Salekwa amewahimiza viongozi wa vijiji, viongozi wa dini, viongozi wa serikali ngazi ya wilaya pamoja na wananchi kuhamasishana na kujitokeza kwa wingi katika zoezi la usajili wa vyeti vya vizazi na vifo. Tupate undani wa taarifa hiyo. Wito huo umetolewa na mkuu wa wilaya ya Mafinga Dr. Linda Salekwa alipozungumza na wananchi kwenye uzinduzi wa kampeni ya usajili na utoaji wa vyeti vya kuzaliwa na vifo uliofanyika katika ofisi ya mtendaji wa kijiji cha Lufana, wilaya ya Mufindi mkoani Iringa, ambapo amesema kuwa ni jukumu la kila mwananchi kutambua umuhimu wa cheti cha kuzaliwa, kwani ndio utambulisho muhimu wa taarifa zinazothibitisha uraia wake. Tunafahamu nchi yetu ni nchi ambayo ina amani na ina fursa nyingi. Tunapata watu wengi wanaoingia kwenye nchi yetu, si ndio jamani? Wengine wanaingia kinyemela, wanafika mahali wanazaa watoto, tunakuwa na watu wengi ambao wametoka nje. Kitu pekee kitakacho kutofautisha wewe na mtu mwingine aliyetoka nje ni utambulisho wako, ambao moja ya utambulisho wako ni cheti chako cha nini? Cha kuzaliwa. Kwa upande wake, diwani wa kata ya Mtwango Monte Kilambia ameipongeza Rita kwa kusogeza huduma hiyo karibu na kuhakikisha kila mwananchi ananufaika na huduma wanazozitoa, ikiwa ni pamoja na cheti cha kuzaliwa, kifo, udhamini wa mirathi, kwani zitaenda kuwasaidia katika utatuzi wa changamoto mbalimbali kama vile wanafunzi wakati wa kuomba ufadhili wa vyuo na wakati wa kuomba mikopo. Sisi kama wananchi wa kata Mtwango tumefarijika sana na zoezi hili. Sasa wananchi wanaenda kuwa na vyeti ambavyo vitawasaidia zitawasaidia katika mazingira mbalimbali. Aidha ni wanaokwenda vyuo, wanaomba kazi, vitawasaidia sana. Kwa hiyo tunaishukuru sana mamlaka hii. Tumezungukwa na kampuni ya Unilever na wafanyakazi wengi wanafanya kwenye michai huko. Kwa hiyo wanapoinuliwa
mara nyingi wanahitaji vyeti vya kuzaliwa ili waweze kupata mafao yao. Salma Shabani, Channel 10. Asante Salma Shabani kwa taarifa hiyo. Jumla ya wanafunzi 387 wanaotarajiwa kwenda kusoma vyuo vikuu vya China na India wamekabidhiwa nyaraka muhimu za safari, huku wakihimizwa kuitumia fursa hiyo kupata maarifa ambayo yatawasaidia kujijenga kiuchumi, lakini zaidi kujenga taifa lao la Tanzania. Ifuatayo ni taarifa kamili. Kati ya wanafunzi hao 198 wanakwenda kusoma vyuo vikuu vya nchini China na 189 wakielekea nchini India, na hafla hiyo imefanyika jijini Dar es Salaam ikiwa ni sehemu ya mkutano maalum kati ya wazazi, wanafunzi na uongozi wa taasisi ya Global Education Link. Ndipo mkurugenzi mtendaji wa taasisi hiyo Abdul Malik Molel alipowasihi wanufaika wa fursa hizo za masomo kurejea nchini wakiwa na maarifa, teknolojia na mitandao itakayowasaidia kutengeneza fursa za maendeleo. Unaingia wewe ni mwanafunzi kweli wa business. Kwani nani kakwambia mwanafunzi wa business yaende kuangalia mambo ya engineering? Si ndio uje uyafanyiage biashara, si ndio? Si uende kwenye workshop ya engineering ukakute wanatengeneza vibajaji, ukakute wanatengeneza pikipiki ndani ya chuo kikuu. Nani kakwambia tu unaenda kusoma business administration? Kwani business administration mwisho wa siku sinatakiwa kuwe kuna product ya kuuza? Miongoni mwa nyaraka walizokabidhiwa ni pasipoti zenye visa, tiketi za ndege, nyaraka za chanjo ya homa ya manjano pamoja na nyaraka nyingine muhimu za safari. Na katika mkutano huo pia wamepewa maelekezo kuhusu masomo, usalama, makazi, afya, bima na maisha watakayokutana nayo nje ya nchi, jambo ambalo wameeleza ulipokea kwa mikono miwili walipozungumza na waandishi wa habari. Sababu it has been my dream kwenda kusoma nchi za wenzetu, nijue experience, nijue new skills na nijue vipi naweza nika innovate vitu kutoka kwao kuja huku. Lakini mara ya kwanza wakati tuliyempata alikuwa kidogo ameniumbisha katika kuchagua kozi zangu, kwa sababu aliniambia kwamba kuna shida, kwamba umechelewa, tubadilishe kozi. Yani walikuwa wanaenda kwenye malengo mengine, ambapo wazazi wangu wakasema hapana, tafuta kitu kingine, yani ustick na kozi hiyo hiyo unayoitaka. Tunashukuru sana Global, kwa kweli wamefanya kazi nzuri, na mpaka sasa tunaelekea hatua za mwisho kwa binti yetu kuendelea kusoma China, na ataenda kusoma chuo cha Jillian International University, ataenda kusoma business. Kutoka Dar es Salaam, Pauline Mvungi, Channel 10. Taarifa ya Pauline Mvungi inatuwekea utua kwenye habari za kitaifa. Tunapata mapumziko mafupi, tukirejea hapa itakuwa ni wasaa habari za biashara. Mimi ni Eden Bahati.